Ni nyumba tena hii hapa katika safu ya pili ya chuma bomba sana, anasema ni eye for an eye, the blind swordman na the chosen one ndani ya nyumba tena. Baada ya kutamba sana na simu kwanza, sasa rasmi tunatembea na simu ya pili kibabe zaidi, na hii yari yangu ya muda mrefu zaidi. Hebu tuende tutambe kibabe kabisa kujua nini ambacho kinajiri katika sehemu safu ya pili ya tamthilia bomba sana. Hii inapigwa na Fall DJ. Basi tunaangalia pale ambapo tulishia ni mwamba baada ya kufakanywa vizuri ya watu kwa kile ambacho alikuwa anahitaji kumtenda bibie ambaye anafahamika kwa jina la Queen Niang. Anasema anisha hapa ofa kwamba mtakiwa mfuate sheria na kuhakikisha mtengeneza nafasi ya kumfikisha bibie katika sehemu ambayo iko na usalama zaidi. Lakini mmekuwa ni watu ambao mnajaribu kukiuka makubaliano, hivyo siwezi kuvumilia kuona kitu cha tofauti zaidi. Sasa bibie aliona hana nafasi wala namna pekee zaidi ya kumwomba mwamba awe naye bega kwa bega na aweze kumsaidia tu kwa hali alionayo kwa wakati huu. Basi mkali wa kufahamika kwa jina la Cheng aliamua kuondoka na bibie Niang na kwenda naye katika mji pembezoni kidogo huku. Hapa alikuwa ameamua tu kuchukua maisha yake na kumsaidia bibie, lakini lengo lake ilikuwa ni kumfikisha bibie katika eneo moja hivi. Njiani bibie alikuwa na huzuni kubwa sana, kwani alikuwa amebakiza tu kitu ambacho ni kama filimbi tu, na hiyo ndio ilikuwa kumbukumbu kubwa sana maisha yake ya ndoa na mume wake ambaye hakupata hata muda wa sekunde 5 kuweza kudumu naye. Aramwambia maisha yako yasiwe ni maisha ya kinyongo zaidi, unatakiwa utafute nafasi ya kutengeneza kitu ambacho kitakuwa na usalama kwa upande wako, na hizi kumbukumbu ambazo zitakupa majonzi ingekuwa ni vema zaidi kama ungekaa nazo mbali zaidi. Hayo yalikuwa ni maneno ya mtaalamu kufahamika kwa jina la Cheng. Sasa tunaingia Luoyang katika ya mji. Kutoka mji kadogo kamechangamka sana. Hapa mwamba alikuwa anahitaji kupata nafasi kidogo ya kupata chakula na kupumzika ili aweze kujua mambo mengi sana ambayo yako katika fikra bibie, lakini ahadi yake kwa bibie ni kwamba lazima amtafutie sehemu ambayo itakuwa ni salama, hivyo yuko kupambana kuhakikisha na mambo endelea kwa sawa zaidi. Basi wakiwa katika ile eneo, mwamba kwa kutumia hisia alisi kuna michakacho ya hatua fulani ambazo zinasogea katika ile eneo, na yeye aliweza kugundua hatua za aina ambazo zinapita katika maeneo ni kwamba ni miongoni mwa hatua ambazo anazifahamu sana, hivyo alihitaji kujua nani ambaye anambamba. Alikuwa ni bidada mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Niani. Huyu ana historia kubwa sana na mkali, utakwenda kujua hapo mbele zaidi. Asema umekuwa ni wakati wote wa maisha yako ukiwa unapambana juu ya kitu ambacho kimekupa wakati mgumu sana. Ile ingekuwa ni vema kama ungechukua nafasi hata moja ya kupumzisha hiyo akili yako na kuishi katika maisha tu ambayo yangekuwa na usawa zaidi. Huyu mwamba ana historia moja kubwa sana. Katika mwili wake ana alama nyingi sana za mikwaruzo wa mapanga nyuma ya mgongo wake. Hatujui ni nini ambacho kinachila, lakini kumbuka tuko Tala Bintibu, tukwenda kupata story yote kizazi zaidi. Basi bibi ajitahidi sana kutoa ushauri wa kumfanya mwamba aweze kusalia na usawa juu ya maisha ya kisasi, kwani kisasi hakitaweza kumsaidia chochote katika maisha yake. Lakini mwanaume alisema kitu kimoja kwamba ni lazima kishe anarudisha usawa na ile haki ya kifalme ambayo imepotea, lakini pia kwa wale wote ambao wamehusika katika mateso juu ya ubibie hakuna hata mmoja ambaye atakuwa salama zaidi. Akiwa anahitaji kutoka katika lile eneo, anaingia bwana mmoja. Huyu bwana basi kuna bwana alikuwa anazidi kutoa habari juu ya kitu ambacho kimetokea muda mchache, na hicho kitu ndo kimepelekea kupata maumivu makali katika eneo la mkono wake. Anadai kwamba aliweza kuchomwa na kipande kimoja cha kisu kutoka kwa bibi fulani. Hii habari alikuwa anampa binti ambaye anafanya matibabu katika ile eneo, lakini hii taarifa iliweza kumkasirisha sana mkali wa kufahamika kwa jina la Mr. Cheng, hivyo alienda kumbonya na kumpatia maumivu makali sana mwamba, kwani aliona ni kitu ambacho kinaendana na kile ambacho kitokea muda mchache zaidi. Basi baadaye ipata muda wa kuendelea kupiga story 2-3 na bibi, na hapa alikuwa nazidi tu kumwambia juu ya hatima ya kitu ambacho anakifikiria kwa sasa, kwamba ni lazima kisha namaliza ile kazi ambayo ameifanyia kiapo ya kwamba atawashusha na kuwatuliza wale watu watatu ambao ni hatari zaidi wanaosumbua katika eneo la mji. Na hapa anafanya safari yake Tala Bintibu, lakini kama kawaida aliingia katika chumba kimoja cha gambling, yani kwenye sehemu ambayo kuna mchezo wa kamari. Lakini akiwa hapa anakumbuka kumbukumbu ya mwanzo zaidi kwamba kuna kijana ambaye alimpa maelezo ya kwamba miongoni mwa watu ambao anatafuta anaweza akapata katika eneo moja hivi katikati ya mji wa Zoran. Basi mwanaume baada ya kufika katika ile eneo, kulikuwa na utulivu sana katika ile jumba, lakini hapa ndo sehemu ambayo inasemekana kuna huyo mtu hatari sana ambaye anamtafuta miongoni mwa wale watatu. Mwanaume kwa kutumia uwezo wa hisia aligundua tu ndani kuna kizaza kizizo, na ndipo alipofika mzee wa Claw. Ana Claw na madude yake mawili hayo kama ya kuvulia samaki.
Mwamba anachohitaji ni kumaliza huyu Mr. Blindman, lakini sasa ni kwamba amecheza sehemu ambayo watu hawajawahi kuchezaga akatoka salama. Kwanza mwanaume aliushusha uzito wa kitu ambayo alikuwa ameibeba hapo kwa kuipunguza kwanza, na hapo aliweza kumtuliza kizaazaa huyu mwamba wa kujiita The Claw. Tala Bintibu Mwamba aliweza kuzimisha, alafu mchezo ukaa kama umepoa hivi. Basi Tala Bintibu mwanaume kwa kutumia hisia zake aliweza kuhisi ndani ile eneo huenda kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana. Katika harakati zake za kupapasa papasa aliweza kufanikiwa hata kufika katika ile eneo, na hapa alikutana na mwili wa bibi akiwa tayari amepewa mateso makali sana na huyu mwamba. Hivyo hii ilikuwa imempa hasira sana mkali. Kwa nini hiki kitu ambacho kimeweza kufanywa kwa namna hii? Basi Mr. Claw alikuwa amesalia kama mabaki tu, hivyo aliweza kupitishiwa kitu kimoja kwa kichwa, alafu baadaye mwili ukatengana namna hiyo. Basi bibi akaendelea kupatiwa matibabu Tala Bintibu na mwanamama wa kufahamika kwa jina Nihan. Hapa mwanaume alipata muda pia tena wa kuweza kuongea na mama na kumwambia kwamba kwa wakati huu yuko na safari moja ngumu sana, na yeye lazima amalize kile ambacho amekianza takriban miaka mingi sana. Kuna watu ambao wanatafuta kidai ya kwamba wamehusika sana katika kuleta swala la usaliti katika eneo la ufalme, lakini mwanamama alimwambia ingekuwa ni vyema kama angeweza kuachana na mambo haya na kutafuta namna ya kuendelea kuishi tu, kwani kisasi akijawahi kwa dawa kwa kile ambacho anakiamini yeye kwa maisha baadaye, kwani ingeweza kumletea hatari sana katika future ya maisha yake ya baadaye. Lakini mkali wa kufahamika kwa jina la Cheng, yani The Blind Swordman, aliweza kupingana na kila ambacho anaambiwa. Sasa hapa ilikuwa ni safari ya kuamua kuondoka na bibi, lakini apata nafasi kidogo ya kumwaga mama ambaye alifuatia matibabu na kuwapa hifadhi ya muda mfupi. Alimwambia kakae sehemu moja mbali sana na huko, pindi nitakapomaliza mission zangu takisha narejea, kaa ukinisubiri, naamini ya kwamba ipo siku nitarejea. Kisha alimgusa farasi namna hiyo, nafasi alianza safari ya kuondoka na mwanamama. Sasa upande wa pili mwamba alienda kwa mtu wa pili kati ya wale watatu. Alichofanya ni kumfunga bwana mdogo na nyuzi za kitu ambacho kilikuwa ni misili ya gita hivi. Aramwambia ingekuwa ni vyema kama ungeniambia kila kitu juu ya kile ambacho umekifanya, hiyo ingekupa nafasi kidogo ya kuweza kupata pumzi ya kuongea, lakini kama utenda tofauti na kile ambacho nakitaka itakuja kwa mbaya zaidi. Waondogo alimwambia tu kitu kimoja, ya kwamba sisi ndo watu pekee ambao tulidondoshaga ufalme, na ufalme ulidondoshwa na kakangu, kwani yeye ndo mtu pekee ambaye aliweza kumaliza The King, na hivyo tutengeneza nafasi ya kuwekea mazingira wao onekane kama ndo mtu pekee ambaye umesababisha ile hatari ambayo imetokea. Basi mwamba baada ya kusikia maneno hajisikia vibaya sana kama hawa watu waliweza kufanya ukatili kiasi hicho. Kweli bwana, ukiangalia katika masimulizi ya bwana mdogo, huyu kijana aliadhibiwa sana na babake, lakini mwisho wa siku alimwambia baba, kwa kile ambacho umefanya kimetosha. Ina maana kweli mwamba aliweza kumwangamiza The King mfalme. Sasa hapa alipata habari ya kwamba The Claw ameshapoteza maisha, na hata hivyo kwa ndugu yake ambaye ni wa pili kutoka kwake na yuko katika hali moja mbaya sana. Sasa kuna bwana mmoja atoa ushahidi tu, akamwambia huyo mnayemtafuta hayuko mbali na ile eneo, yuko katika jumba moja ambalo amefungiwa. Kama mnaweza ingekuwa ni vema ngeenda kumsaidia mtui. Basi wanaume wakiwa wanaelekea katika lile jumba, humo ndani kumbuka mwamba alikuwa ameshapitishiwa zile nyuzi za gita, na endapo mlango utafunguliwa itakuja kuwa mbaya zaidi. Hivyo watu hawa wanatakiwa tafute namna ya kuweza kumpatia msaada mtui. Ni kwamba amevalishwa kitambaa katika eneo lake la mdomo inayosikika ni miemo tu. Sasa mwanaume alichoamua ni kitu kimoja tu, kwamba afungue ili ajue nini ambacho kinatokea. Basi pale alipofungua tu aliweza kukata, na kilichotokea hata mimi sijui. Je, mwanaume atakuwa katika hali ya usalama zaidi au tayari ameshakwenda na maji? Hii kumbuka napigwa kutoka ZC Production, ikiwa katika sehemu ya pili kabisa mzigo bomba sana wapa wa kuitaga High for The Blind Swordman na The Chosen One ndani nyumba tena. Hebu tukutane katika sehemu ya 3 kujua nini ambacho kitajiri katika hatima ya maisha ya mkali. Hii ni kutoka ZC Production. Let's say ciao, endelea kutamba na sisi kizazi zaidi. Utatisha sana kwa kulike, kucomment, kusubscribe na kufanya mambo endelee kwa bomba zaidi. Yo go, ciao.